Mpendwa wangu na rafiki yangu, ninakusalimu asubuhi ya leo kwa upendo wa Mungu aliye hai. Nami nikukaribishe kwa ajili ya neno la Mungu. Ujumbe wetu kichwa chake kinasema, chukua hatua ya imani kwa uponyaji wa maisha yako. Chukua hatua ya imani kwa uponyaji wa maisha yako. Kitabu cha Marko mlango wa 5 mstari wa 27 na 28 na 29. Aliposikia habari za Yesu, alipita katikati ya mkutano kwa nyuma, akaligusa vazi lake, maana alisema, nikiyagusa mavazi yake tu nitapona. Mara chemchemi ya damu yake ikakauka, naye akifahamu mwilini mwake kwamba amepona msiba ule. Mpendwa, asubuhi ya leo, Roho Mtakatifu afanye kitu cha kipekee kwenye maisha yako, kwa maana ayamkini kuna mahali ambapo uko katika maisha yako ya kiroho ama ya kimwili, umeshikiliwa na adui kwa namna moja au nyingine. Usogei, huna hatua yoyote kiroho ama kimwili. Lakini pale unapochukua hatua ya imani na kufanya maamuzi kupitia imani ulionaye ndani ya Kristo, kwamba ninataka tatizo hili liniachie, tatizo hilo kwa sababu ya kiwango cha imani ulionayo, hilo tatizo litakuachia. Mwanamke huyu, maandiko anasema ametokwa na damu miaka 12 na akiteseka kwa muda mrefu, na kila alichokuwa nacho alijigharamia na ikaisha. Lakini ndani yake akasikia kubadilisha mtizamo wake. Ndani yake akasikia, nimetumia fedha nilizo nazo. Ameenda kwa wataalamu kwa kadri alivyokuwa anaweza kwenda, hakupata majibu juu ya tatizo lake. Akainua kiwango cha imani yake na kupita katikati ya mkutano kwa nyuma, akadhamiria kugusa vazi la Yesu, upinde wa vazi la Yesu. Maandiko yanasema, kwa kuwa alisema moyoni mwake bila kusema na mtu yoyote. Alidhamiria ndani ya moyo wake kwamba nikigusa vazi la Yesu, upinde wake, nitapona msiba wa miaka 12. Asubuhi ya leo mpendwa, ayamkini kuna kitu kinatesa maisha yako na huna mtu yoyote wa kumwambia kile kinachokutesa. Kuna kitu kimegandamiza maisha yako, kimekupa huzuni. Umekuwa unatembea na maumivu makubwa kwenye maisha yako. Umepoteza tumaini. Huoni kama vile kuna neema ya wewe tena kuishi. Lakini asubuhi ya leo nikuambie, Mungu aliyesababisha mateso ya mwanamke huyu aliyeteseka miaka 12 pasipo majibu
yakaisha kwa dakika kwa kugusa upinde wa vazi lake. Ugonjwa wake uligeuka ukaitwa ni chemchemi ya damu. Damu inatiririka kila siku. Lakini alipochukua hatua ya imani kwa sababu ya uponyaji wa maisha yake, chemchemi ya damu ilikauka, akawa mzima. Nataka nikuambia asubuhi ya leo mpendwa, usijifungie ndani wakati kuna mambo magumu unayapitia. Usikae tu peke yako. Tafuta msaada mbele za Mungu. Shirikisha mtumishi unayemwamini kwamba kuna jambo napitia. Nina hakika utainuka kiwango kingine. Mwanamke huyu alijifungia ndani kwa muda mrefu. Alifichwa kwa miaka mingi kwa sababu haruhusiwi kuonekana katikati ya watu. Lakini akaamua kuchukua kiwango cha imani. Akapona msiba ambao alikuwa nao. Alionekana si chochote huyu mwanamke. Kwenye hesabu alitolewa. Hakuonekana tena ni mtu. Hata ndoa yake alikuwa tena hana furaha naye. Miaka 12 anatokwa na damu. Lakini alipochukua kiwango cha imani, hatua ya imani, maisha yake yaliponywa. Nataka nikuambia asubuhi ya leo, chukua hatua ya imani kwa kutafuta uso wa Mungu kwa ajili ya watoto wako, kwa ajili ya utumishi Mungu aliyeweka ndani yako, kwa ajili ya tatizo ambalo unalipitia. Na iko damu ya Yesu iwezaye kutenda makuu hata sasa. Mungu akabadilishe maisha yako kama alivyobadilisha historia ya huyu mwanamke. Alikuwa anaitwa mwanamke anayetokwa damu miaka 12, lakini Mungu alibadilisha kwa sekunde kupitia kiwango cha imani yake. Niseme asubuhi ya leo, Mungu akupe neema ya kuchukua hatua ya imani ili ubadilishe na kuleta majibu kwa ajili ya uponyaji wa maisha yako. Niombe. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa sababu ya mtoto wako na mtumishi wako ambaye Mungu asubuhi ya leo anasikia hili neno, na yamkini maisha yake imekuwa kama misiba. Kuna mambo mazito magumu anayapitia kwenye maisha yake. Ninaomba mkono wa Mungu wenye nguvu ukakutane na yeye. Kwa jina la Yesu akapokea uponyaji wa kiroho na wa kimwili. Mungu, kazi ya mikono yake na familia yake na kila anachokigusa kwa mikono yake ikabadilike na akaione neema. Ninambariki mtu wako asubuhi ya leo kwa jina la Yesu mwaminifu. Amen. Ni rafiki yako Mwalimu Bishop Daniel Mathew, Arusha, Tanzania.